Historia mpya inaandikwa na jina linalong'aa juu kabisa ya kurasa nyingi leo ni Diamond Platnumz, Simba wa Bongo Flava. Katika ukumbi maarufu wa Royal Albert Hall uliopo katika jiji la London, Uingereza, ambao majina makubwa duniani kama Adele, Beyonce na Ed Sheeran wamewahi kutumbuiza. Sasa jina la msanii kutoka Afrika Mashariki limeingia rasmi kwenye orodha ya majina ya wasanii waliowahi kutumbuiza katika ukumbi huo. Diamond Platnumz anaandika historia ya kujaza ukumbi huu wenye uwezo wa kubeba zaidi ya watu 5200 na kuonyesha kuwa muziki wa Afrika Mashariki si tu una nguvu bali pia una hadhi ya kimataifa. Kutoka Tandale hadi London, kutoka vijiweni hadi majukwaa ya kifalme, safari hii Diamond ni mfano halisi wa bidii, ndoto na nidhamu ya hali ya juu. Harakati zake zimeufikisha muziki wa Bongo Flava mahali ambapo wengi walidhani haiwezekani. Lakini huyu ni msanii ambaye hajaishia kuimba tu, bali amekuwa nembo ya Afrika inayoibuka kimataifa. Leo tunamsifu na kumpongeza Diamond Platnumz kwa kuweka historia katika moja ya majukwaa ya kifahari zaidi, na amedhihirisha kuwa ndoto inawezekana na muziki wetu, lugha yetu na utamaduni wetu vina nafasi duniani. Huyu ndio Diamond Platnumz kutokea Bongo Flava mpaka kujaza ukumbi wa Royal Albert Hall. Kwa wale ambao ukumbi huu wa Royal Albert Hall wamekuwa waufahamu, ukumbi huu kwa kifupi Royal Albert Hall ni ukumbi maarufu uliopo jijini London, Uingereza. Ukumbi huu unaweza kuchukua wastani wa watu 5272 kwa matamasha ya kawaida, lakini idadi hiyo inaweza kubadilika kulingana na mpangilio wa tukio. Kwa mfano kama sehemu ya viti wakati mwingine huwa vinaondolewa kwa ajili ya kuwa sehemu ya kusimama. Hivyo unajua kama viti vinakuwa vinaondolewa, basi kunakuwa na nafasi kubwa ya watu kuendelea kusimama na kuingia wengi zaidi. Kutokea huko London yako mengi ambayo yamefanyika. Tumemwona Diamond Platnumz pia akiwapa nafasi ama wasanii kutokea Afrika wakimpa tagi Diamond Platnumz kwenye show hii hapa, licha ya kuwepo kwa Juma Jux. Lakini pia tumemwona msanii kama Tiwa Savage, tumemwona Pato Ranking, tumemwona pia Mr. Flavour pia. Hao wote ni kutokea Nigeria. Shout out kwa Diamond Platnumz kwa hiki ambacho amekifanya. Sisi tunampongeza sana na tunazitakia heri harakati zake za muziki za kuipeleka mbele muziki wa Bongo Flava. Hii ni M Media, Meneto Chopa.